sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous des malades. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Kaeni chini. Eske kati yetu kuna wageni wale ambao ndio mara yao wa kwanza kushiriki na sisi kwenye ibada ya leo? Naona hakuna wageni, hakuna waalikwa. Kwa hiyo tunaendelea na ibada yetu. Basi tunamwalika dada mmoja kwa kutupatia nyimbo za louange ya adoration. Tutasaidiana sote na tutakuwa wengi. Amen. Tushimame tumwambie Mungu. Amen. Amen. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Oh Jésus, comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, oh Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, oh Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Oh Jésus, comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, oh Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, oh Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Oh Jésus, ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, oh, est ma solution, Jésus, Jésus. Ton nom est ma solution, ton nom est ma solution, ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Jésus, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, oh Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, oh Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Oui, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Ne pas te louer, Jésus. Comment ne pas te chanter,
chanter, chanter Jésus. Comment ne pas te chanter Jésus? Comment ne pas t'adorer Jésus? Jésus, comment ne pas t'adorer Jésus? Oui, Jésus, comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer Jésus? 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 Bila damu yake Yesu na wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Ila wema wako Yesu, ila wema wako Yesu, sina dhambi za kutosha, dhambi zangu kuziosha. Ila wema wako Yesu, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Baba, ndiye mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yesu ni mwamba ni salama, Baba, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, 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 ndiye mwamba wa taifa zote, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye kimbilio letu wote, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ni yeye mponyaji wetu sisi, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, yeye Mungu wabariki Baba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, yeye mponyaji wetu sisi, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, yeye hatupatia nguvu, ndiye mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, yeye ndiye abariki Baba, ndiye mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ni yeye kimbilio letu wote, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, yeye ni mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, Yesu ni mwamba wa usalama, Baba, ndiye mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, yeye ni mwamba wa usalama, Yesu ndiye mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, yeye ni mwamba wa usalama, Yesu ndiye mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ni yeye kimbilio letu wote, ndiye mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ni yeye mponyaji wetu wote, ndiye mwamba ni salama, Baba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ni yeye nguvu zetu zote sisi, ndiye mwamba ni salama,
là-haut, là-bas, là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Il n'a rien demandé, ton nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Il n'a rien mérité, ton nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, ton nom est écrit là-haut, 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 là-bas. Crainte de Dieu. Kuogopa inasema nini? Kuogopa ni kuheshimu. Mwenye kuogopa, mtu mwenye kuogopa mwingine anakuwa na wasiwasi wa tendo ambalo yule atamfanyisia libaya. Kwa hiyo anaogopa. La crainte de Dieu c'est quoi? La crainte seulement. Par définition, la crainte c'est avoir un tremblement, craindre, redouter, fuir et avoir peur. C'est ça la crainte. Si nous avons choisi cette parole de la crainte, qui va pouvoir donner aussi la crainte de notre Dieu, l'Éternel des armées, puisque si vous respectez quelqu'un, vous devez au moins avoir la crainte de lui. Et c'est tout Dieu qui a une suprématie inégalable à toute autre suprématie. Nous savons que dans le monde, il y a des autorités. Nous savons que dans le monde, il y a des dominations. Nous savons que dans le monde, il y a des maîtres. Et dans le monde, il y a des esclaves. Il y a des serviteurs. Il y a ceux qui sont employeurs et employés. Tout ça, ça existe dans le monde. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi savoir distinguer la crainte que nous avons envers une personne ou bien à l'égard d'une personne
et la crainte de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Donc, si nous avons cette parole, la crainte, c'est puisque nous devons aussi connaître que craindre Dieu dépend des sentiments que nous avons envers lui. Nous devons d'abord le connaître. Qui est-il? Et qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a toujours fait? Et qu'est-ce qu'il fera pour nous? Et qu'est-ce qu'il nous réserve pour l'avoir craint? Craindre quelque chose, c'est y être sensible, avoir les risques de subir un dommage à cause de cette chose-là. C'est ce que nous appelons la crainte. Nous savons que dans le monde, on est assujetti à des problèmes, on est assujetti à des maîtres, on est assujetti à des autorités. Et nous devons souvent nous soumettre. Le fait de se soumettre devant quelqu'un, c'est de vouloir avoir en quelque sorte peur de lui. Et le peur de lui va connoter un certain respect que tu as envers lui. Kuogopa mtu ni kuwa na hali gani? Kuogopa mtu ni kumheshimia kwanza sana, na kujua hali yake, na kujua ukubwa wake, na kujua kwamba yeye ndio anakumiliki, na kama anakumiliki, hapo utamwogopa. Hapa duniani watu wanaishi wakiogopana. Sio kwamba unaogopa ambaye atakuua tu. Utaweza kuogopa mtu kwa sababu tu usimfanyisie lile libaya. Mtu anakuwa na baba yake, mtu anakuwa na mama yake, na mtu anakuwa na wakubwa zake. Puisque nous connaissons que la famille est la cellule mère de la nation, nous commençons par la famille. Dans la famille, nous avons une certaine hiérarchie qui donne l'autorité, qui est le papa, la maman et les enfants ensuite. Et les enfants ensuite. Pour le respect d'un père dans la famille, nous devons les craindre. Nous craignons papa, puisque quand on fait des fautes, papa va gronder. Donc, quand nous allons faire des fautes, papa ne nous verra pas comme des bons enfants. Il va nous taxer des mauvais enfants. Quand nous faisons des fautes, papa ne donnera pas de minerval. Quand nous faisons, il va tout sanctionner, puisque c'est lui l'autorité de la famille. Si nous n'avons pas lavé les assiettes, maman aussi va intervenir. L'autorité de maman à ce moment-là va se faire voir. Souvent, qu'est-ce que la maman dit? Si les enfants font des fautes, je vais dire ça à papa. Puisque maman sait que quand papa sera là, c'est la tête de la famille. Alléluia. Amen. Il en est de même si nous pouvons monter les échelons. Dans un pays, il y a des autorités aussi. Il y a ceux qui gouvernent les pays. Ce sont les autorités du pays. Nous devons les craindre puisqu'il y a des lois qui régissent toute une population. Nous sommes assujettis à des lois ici-bas. Il y a le président et tout son gouvernement composé des hommes qu'il a choisi ou bien qui se fait choisir par la population. Ça, c'est l'autorité du pays. Et si nous voulons respecter les lois qui sont les lois qui régissent les règlements de la bonne conduite de la population, de la bonne conduite ou même de gérer la population, nous devons avoir une certaine crainte de ne pas abuser contre les lois que nous avons. Alléluia. C'est ainsi que si nous montons les échelons, il y a l'être suprême qui est notre Dieu Tout-Puissant, qui a créé le monde et tout ce qui se trouve, qui nous a créés à son image, et il nous a dit, nous aussi nous devons dominer sur toute la créature. Cette dominance aussi, si cette créature aurait été consciente de ce qu'elle est, elle aurait perdu nous. Mais nous, les humains, nous avons été créés à l'image de notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Nous reconnaissons
la suprématie de Dieu, c'est lui qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Nous devons maintenant la crainte à notre Dieu. La crainte, c'est un sentiment de l'être qui craint. Quand tu as la crainte, tu trembles. Il y a ceux qui ont des craintes qui tombent à ce compte. Arrêt cardiaque qui peut même occasionner la mort. Il y a une histoire par des jeux. Un monsieur a fait mourir son enfant. Vous connaissez qu'il y a des jeux de cache-cache. Il ne faut pas trop jouer dans la vie. Puisque les jeux de la vie peuvent occasionner des accidents. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il s'est caché dans la maison, dans un petit coin. Et quand son enfant venait, il va le faire, il va monter un coup d'épouvantail, kumogo pesha mtoto. Alistua mtoto akastuka na kafa pale pale. Bwana Yesu aturumie sana. Il ne faut pas trop jouer dans la vie. Le monsieur a joué. Donc, nous aussi, qu'est-ce qui a fait tuer cet enfant? Puisque l'enfant a eu peur, il a sursauté, et ça a créé une certaine arrêt cardiaque, et tout était fini. Quel regret? Nous aussi, nous ne devons pas jouer dans la vie. On est suffit, oui. Donc, celui qui craint, il tremble. Il y a ceux qui ont la peur, qui tremblent. Il y a ceux qui ont la peur, qui fuient. Comme dans le jardin d'Éden. Quand Dieu avait demandé à Adam, Adam, où êtes-vous? Ils étaient cachés, puisqu'ils avaient peur de Dieu. Alléluia. Amen. Ils étaient cachés, puisqu'ils avaient peur de Dieu. Et nous aussi, quand nous avons peur, nous nous cachons souvent. Ou bien, on cache la vérité. Cacher la vérité, c'est dire les mensonges. Et en disant les mensonges, on renforce encore la faute, puisque mentir aussi c'est un péché. Les enfants de Dieu, mourrez en disant la vérité. Sema ukweli, kwa vyovyote vile, kama utakufa, ufe na ulisema kweli. Puisque nous reconnaissons que la mort, qui est un état de fin de la vie, qui fait peur, peut occasionner en sorte que nous ayons dit des mensonges. Et quand nous mentons, notre Dieu n'est pas content. Et quand nous mentons, le Seigneur tourne sa face contre nous. Nous sommes rejetés. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mourir dans la vérité. Comme l'ont fait d'autres. Les Étienne ont été lapidés, mais ils sont restés dans la vérité. Paul lui-même a été emprisonné à maintes reprises, tué. Il est resté dans la vérité. Donc, quand tu es enfant de Dieu, reste dans la vérité. Puisque c'est la vérité, celle qui peut nous affranchir. Et si Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie, nous affranchit, nous devenons réellement libres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous entrons dans les vifs de notre sujet qui est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Nous devons savoir, enfants de Dieu, que nous avons des lois mosaïques qui sont une réglementation de la vie chrétienne des enfants de Dieu. Nous sommes en train de vivre l'ère chrétienne. Muda wetu ni muda ambao tunaishi ukweli wa Kristo. Kama tunajua kama siku hizi ni ukweli wa Kristo ndio tunaishi, lazima tuzingatie injili ya Kristo. Haleluya. Haleluya. Tujue kile ambacho Yesu Kristo ametuachia, ukweli wake, na vipi tujikerebeshe kwa urithi wa ufalme wa mbinguni. Sababu yeye mwenyewe ndio njia na uzima, Yesu Kristo. Tukimjua alivyo, tutamheshimu, na tukimheshimu tunaheshimia mila zake, mambo yake, matendo yake, elimu yake, mafundisho yake, na kisi alivyo na mambo aliyotuachia.
aliongea pitia wainjilisti, aliongea pitia watumishi wake, aliongea pitia ushuhuda za watu, aliongea pitia mapasta, aliongea pitia yeyote ule mwenye kuzingatia ukweli wa Kristo. Haleluya. Basi tujue ndugu zangu kwamba elimu ya kujua mwenendo wa Kristo ndio utatufanya tumuogope Mungu. Na ukijua kwamba Mungu amekuumba kwa mfano wake, na kama alikuumba kwa mfano wake, alipendelea uwe mkweli, uwe mtu wa hekima, uwe mtu wa kumheshimia, na zaidi sana uwe mtu wa kumwogopa. Et nous reconnaissons que quand Adam a fait l'erreur, il a fui, il s'est caché, il a eu peur de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Puisque tout le monde est une descendance d'Adam. Donc nous reconnaissons que notre vie, maisha yetu kwanza ni maisha ya uhalifu. Maisha yetu kwanza tuko watenda dhambi. Maisha yetu ni ya chuki, sababu tuko mzao wa Adamu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa hiyo hali yetu ya maisha inaanza na dhambi, na kutoka katika dhambi, wewe mwenye kumjua Kristo lazima uokoke. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uokoke. Bila kuokoka utabaki mtenda dhambi, sababu mwili wako utakudanganya sana. Je, ukifungua macho unaona nini? Swali. Ukifungua macho unaona mambo mazuri ya dunia na mambo mabaya ya dunia. Yale yenye wewe mwenyewe unahisi kwamba ni mambo mazuri unayafuata, kumbe umedanganyika na macho. Bwana Yesu atuhurumie sana. Unaona gari nzuri, wamama wazuri, wababa wazuri, wenye kuvaa vizuri, ukidanganyika unaenda kimwili mwili, unaenda mbali ya Yesu. Dieu veut que nous puissions voir avec l'esprit. Celui qui voit avec l'esprit aura la crainte de Dieu, puisqu'il saura qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour que je sois une personne aimée de Dieu, les personnes qu'il appelle mes bien-aimés. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est la première des choses. Hicho ndio kitu cha kwanza kufanya, kujua Mungu ni nani, kwa kufanya anipende, niweje, niwe mtu gani, nifanye nini kwa kupendwa na Mungu. Kikubwa ya kufanya upendwe na Mungu, kwanza umuogope Mungu mwenyewe. Haleluya. Umuogope Mungu mwenyewe, na ukimuogopa atakutendea makuu ndani ya maisha yako. Watu wengi wanajiita niko mtumishi wa Mungu. Ni kweli, ataweza kuwa mtumishi wa Mungu. Sio watumishi wote wa Mungu ambao wanamtumikia Mungu katika ukweli. Bwana Yesu atuhurumie sana. Sio watumishi wote wa Mungu ambao wanamtumikia kwa ukweli. Sisi tunatumika. Yaani ukitumika utakuja kugundua baadhi ya wafanyakazi wanatumika na kazi yenyewe hawaipendi. Wakimuuliza, unapenda kazi yako? Naipenda sana. Lakini sasa kwenda kukazi, mtu anaenda tenda maajabu, tenda maajabu, Yesu wangu, tenda miujiza, Baba, tenda miujiza, Yesu wangu,
Baba tenda miujiza Baba tenda miujiza Yesu wangu. Baba tupe uponyaji Baba tupe uponyaji Yesu wangu. Tenda maajabu Baba tenda maajabu Yesu wangu. Tenda miujiza Baba tenda miujiza Yesu wangu. Tenda miujiza Baba tenda miujiza Yesu wangu. Tuombe. Nous disons merci, notre Dieu pour avoir été. Tunakwenda kukuilika na kukutenda. Jehova tena maishara na maajabu. Mkono wako uponyaji uonekane usiku wa leo. Upate kumponya jinsi alivyo kukujia Jehova. Anakuja mbele zako upate kutenda maishara na maajabu. Onekana mfalme wa kweli. Onekana simba wa Yuda. Ulivyoponya mwanamke wa nyanza ya Mashariki. Ulivyokwenda kuinua mwanadamu na Jehova tena maishara na maajabu. Onekana Yesu Kristo. Anakuja mbele zako. Umuponye Yesu. Umuponye Jehova. Magonjwa ya kila aina. Magonjwa ya miguu. Magonjwa ya mwili. Na kwenda kuikemea kwa jina la Yesu. Jehova tena maishara na maajabu. Onekana mfalme wa falme. Miguu ikuuma. Na kwenda kuikemea kwa jina la Yesu. Kisha na miili yote kuuma. Jehova tena maishara na maajabu. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Onekana Yesu Kristo. Ulivyoponya kipofu cha miaka mingi. Ulivyokwenda kuondoa mapepo ya kila aina. Jehova umuponye jinsi ulivyoponya Yesu. Mkono wako uponyaji. Ulipende kushuka kwenye alipo. Jehova umuguse. Wewe ni mganga mkuu chini ya jua. Hakuna mganga kama wewe Bwana. Onekana simba wa Yuda. Umuponye kwenye alipo. Popote kulivyomsumbua. Jehova tena maishara na maajabu. Onekana simba wa Yuda. Tena Yesu umuponye. Magonjwa na kwenda kuikemea kwa jina la Yesu. Pepo uchafu ya magonjwa na kwenda kuikemea. Na kwenda kuikemea kwa jina la Yesu. Toka wewe pepo ya magonjwa. Toka wewe pepo ya magonjwa. Na kwenda kuisambaratisha. Na kwenda kuibomoa. Na kwenda kuikemea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mkono wako uponyaji ipate kukugusa. Oh Jehova, ulivyoponya mwanamke alivyovuja damu miaka mingi. Jehova neno ukamponya na yeye kwenye alipo. Umguse kwenye anakaa. Umguse Yesu Kristo. Umguse kwenye alipo. Oh Jehova, tena maishara na maajabu. Onekana Yesu Kristo. Apate kuponya usiku wa leo. Apate kuponya usiku wa leo. Jehova onekana Yesu Kristo. Magonjwa tunakwenda kuibomoa. Tunakwenda kuikemea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mkono wako uponyaji. Wamalaika watoke juu mbinguni. Wapate kumponya na kumgusa. Jehova na mamlaka. Hakuna mganga kama wewe. Chini ya jua kuna kama wewe. Jehova onekana. Umeponya vipofu vya miaka mingi. Uliponya watu Yesu Kristo. Oh Jehova, ulivyokuponya mauti wewe. Ulivyokwenda kuponya fulana alivyokufa. Yesu, walivyokusikia Yesu wa Nazareti alivyokuja. Wakapeleka msichana na kakwenda kusimama kwa maisha yako. Jehova upate kumponya kwenye alipo. Umponya Yesu Kristo. Umponya jinsi ulivyoponya mauti wewe. Umponya jinsi ulivyoponya mapepo ya kuzimu. Jehova anaomba uponyaji kutoka kwako. Anaomba uponyaji Yesu Kristo. Onekana simba wa Yuda. Onekana magonjwa ya kila aina. Wenye wako hospitalini simba wa Yuda. Wenye wako kwenye mabarabara huko. Wenye walivyo kupita na wanafanya maasida. Upate kuwatembelea na kuwaponya. Wenye walivyo kwenda wasichana wanakwenda kuna huko. Jezi sio kupendezesha. Na kwenda kuzibomoa kwa jina la Yesu. Upate kuwaponya. Upate kuwatembelea. Wapate kukujua. Oh Yesu.
onekana magonjwa ya kila aina. Wenye wako hospitalini uwaguse. Jehova, magonjwa za chirikilazi, magonjwa za sida, magonjwa za kifua, magonjwa za diabetes, magonjwa za sukari, na kwenda kuzibeba kwa jina la Yesu, na kwenda kuzikemea kwa jina la Yesu. Onekana simba wa Yuda, onekana Yesu Kristo, mkono wa uponyaji utembee kwenye Yuda, upate kumgusa usiku wa leo, apate kusema na kushukuru, apate kuja kukushukuru, apate kukusifu na kukuinua. Oh Yesu, asikuja hata kidonge hata kimoja Bwana, asipate kutumia hata dawa. Mkono wako uponyaji utembee kwenye Yuda, umuguse mkuu Yesu, umuguse kichwa, umuguse mbavu zake zilizomsumbua, mbavu na mapafu Yesu Kristo, tena maishara na maajabu. Onekana magonjwa ya kila aina, onekana Yesu Kristo, onekana umuponya mwana wa Mungu, umuponya Yesu, miguu mishipa, mbavu kuuma, mwili kuwa udhaifu kila siku. Jehova, umuponya asipate kugusa hata dawa, asipate hata kutumia dawa. Oh Yesu, anakuja kuleta imani yake kwenye alipo, anakuja kukimbilia Jehova, anakuja kushuka chini ya miguu yako. Umuponye jinsi ulivyoponya mwanamke wa Nyanza, umuponye jinsi ulivyomtendea mwanamke alivyotoa senti 5. Oh Jehova, mwanamke alivyotoa senti 5 akapokea uponyaji. Yesu na yeye anakuja kuleta imani yake kwenye ulipo, upate kumuponya sawasawa na msichana alivyotoa senti 5. Jehova, mkono wa uponyaji upate kumuponya simba wa Yuda, upate kumtendea simba wa Yuda, upate kumuponya Yesu Kristo. Magonjwa na kikemea, umuguse, umutembelee, umuguse, umutembelee kwenye mifupa, umutembelee kwenye mwili wote uko kwenye udhaifu, miguu inamuuma kila siku. Umuponya simba wa Yuda, tena maishara na maajabu. Wewe ni Mungu usioshinda na kitu, wewe ni Mungu usiobadilika. Onekana na umijue, onekana Yesu Kristo. Hiyo wiki apate kukushukuru na kukuinua. Tenda maishara Bwana, tenda maishara ulivyotendea wana wa Israeli, ulivyokutoa wana wa Israeli kwa Farao, ukamwambia Musa una nini mkononi? Musa akakujibu nina fimbo Bwana, ukawaambia na kwenda kuponya wana wa Israeli. Na yeye anakuja umuponya Yesu, umuponya Masia, mkono wa uponyaji upate kumtembelea, upate kumgusa magonjwa zingine, upate kuwagusa wenye wako hospitalini, uwaguse wenye wako mauti hospitalini, wenye alivyofanya mashida nchi mzima, Kongo na Rwanda, uwatembelee, uchague president, uchague Marekani president nzuri Jehova. Oh Yesu, angalia mauti iko katika nchi ya Afrika, tena maishara na maajabu. Onekana nchi yetu ya Afrika, Kongo na Rwanda Yesu Kristo, utembelee wa president, ulete wa president nzuri Jehova. Onekana na tena maishara. Simba wa Yuda hakuna kama wewe. Simba wa Yuda utembee, simba wa Yuda. Onekana Masia, onekana kuichi zetu. Mayatima na wajane wanalia, wasichana wanakwenda kuuawa, wanawake wanakwenda kuuawa. Oh Jehova, onekana na vijue, onekana nchi yetu ya Kongo, onekana nchi zetu za Afrika. Tena maishara Yesu Kristo, mkono wako iko juu ya mayatima, mkono wako bariki mayatima. Wanakosa hata chakula, wanakwenda kulala na njaa, wanakosa hata sehemu ya kukula Jehova, wanakosa hata sehemu ya kulala Yesu, wanakwenda kulalia maji Bwana. Onekana nchi zetu za Afrika, onekana na utembea Yesu Kristo, onekana na usifiwa Yesu Kristo. Tena maisha, onekana simba wa Yuda, onekana Yesu Kristo, onekana mwana wa Mungu. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna Mungu wa Isaka na Abrahamu. Wewe ni Mungu umetenda maisha. Onekana nchi zetu, onekana wajane wanalia usiku na mchana, wazee walivyokufiwa na wanaume, onekana na utendele, onekana kwenye mandoa zilivyobomoka, onekana kwenye walivyotafuta wengine na wengine. Jehova, tena maisha na maajabu. Hakuna kama wewe Bwana, wewe ni Mungu ulivyounganisha ndoa, hakuna mwanadamu na mamlaka ya kubomoa ndoa. Oh Jehova, onekana simba wa Yuda, hakuna kama wewe Bwana, hakuna Mungu wa mbingu na nchi kama wewe.
wewe. Jehova, ninakuinua, ninakusifu. Unastahili, Simba wa Yuda. Unastahili, Yesu Kristo. Angalia wazazi wangu kwenye walipo. Angalia kaka yangu Mako. Jehova, tengeneza nyumba yake Bwana. Mkono wako mpate kutengenezewa. Oh Yesu, onekana, Simba wa Yuda. Hakuna Mungu kama wewe. Bariki wazazi wangu, uwabariki Bwana wa Mungu. Bariki manyumba zingine, upate kutenda maishana na maajabu. Wasichana wanakwenda ovyo, wasichana wanakwenda wanahangaika, wasichana wanakwenda wanatembea. Oh Yesu, kutanana na wasichana walivyokwenda wanachukua uchawi. Kutanana na wasichana wa kila aina. Yesu, walete kwako. Onekana, onekana Mungu wetu. Onekana Mungu wa Musa na Abrahamu. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Tena maishani. Onekana Yesu. Hakuna kama wewe. Wenye walivyotafuta makazi, uwape makazi. Wenye walivyotafuta shule, Yesu, wape shule, Yesu. Kuna watu wanalia usiku na mchana kwa ajili kwenda kwenye madrasa. Wana wengine wanakwenda kuomba makazi. Oje aba tena maishani na watu. Hakuna kama wewe Bwana. Wape makazi. Wanalia usiku na mchana. Wengine wanakata tamaa. Pepo ya kukata tamaa na kwenda kuisambaratisha kwa jina la Yesu. Na kwenda kuibomoa kwa jina la Yesu. Jehova, wape kazi. Jehova, wape masomo. Oh Yesu, asante Jehova. Kuomba ni kwetu, kutimiza ni kwako. Kuomba ni kwetu, kutenda ni kwako. Jehova, upate kujibu sawasawa na hitaji yako. Kila umoja anahitaji yake ya kila aina. Jehova, tena maishani. Magonjwa na ibomoa kwa jina la Yesu. Unastahili kuinuliwa na kupewa sifa zako. Sifa zako za utukufu na milele zikurudilie. Jehova, mfalme wa jeshi, Mungu wetu ulivyoumba mlima Mzeituni. Tena maishana na maajabu. Na kwenda kuomba na kusifu. Ninakuinua, ninakusifu. Jehova, sifa zako za utukufu za milele na milele. Ewe Mungu, Baba twasema asante. Baba twasema asante. Baba twasema asante. Ewe Mungu, tena twasema asante. Jehova twasema asante. Baba twasema asante. Ewe Mungu, Baba twasema asante. Tena twasema asante. Tena twasema asante. Ewe Mungu, Baba twasema asante. Tena twasema asante. Baba twasema asante. Ewe Mungu wangu. Tunaendelea. Dada Anje, tupatie wimbo wa sadaka. Je vais donner ce que Dieu m'a donné. Je vais donner ce que Dieu m'a donné. Alléluia. L'or et l'argent appartient au Seigneur. Je vais donner ce que Dieu m'a donné. Oui, il faut donner. Je vais donner ce que Dieu m'a donné. Oui, je vais donner ce que Dieu m'a donné. Alléluia. L'or et l'argent appartient au Seigneur. Je vais donner ce que Dieu m'a donné. Oui, il faut donner. Je vais donner ce que Dieu m'a donné. Oui, je vais donner ce que Dieu m'a donné. Alléluia. L'or et l'argent appartient au Seigneur. Je vais donner ce que Dieu m'a donné. Oui, je vais donner ce que Dieu m'a donné. Oui, je vais donner ce que Dieu m'a donné. Alléluia. L'or et l'argent appartient au Seigneur. Je vais donner ce que Dieu m'a donné. Oui, il faut donner. Je vais donner ce que Dieu m'a donné. Oui, je vais donner ce que Dieu m'a donné. Alléluia. L'or et l'argent appartient au Seigneur. Je vais donner ce que Dieu
Dieu m'a donné. Oui, je vais donner ce que Dieu m'a donné. Oui, je vais donner ce que Dieu m'a donné. Alléluia, l'or et l'argent appartient au Seigneur. Je vais donner ce que Dieu m'a donné. Bon. Nous allons prier. Nous allons prier pour l'offrande. Hakuwa hapa leo, ana ibada zingine huko kwenye alieni na kutizama familia yake ambao wana mipango na kusherekea kupata uraia wa Marekani. Ndio ameenda huko na atakuwa na ibada sehemu huko. Basi katika maombi yetu ya mwisho tutamkumbuka kwenye maombi. Siku ya 5, Waswahili wa Tanzania wanasema siku ya Ijumaa. Siku ya 5 tulikuwa na maombi, tulikuwa watu 9. Wale ambao wanajisikia wafike kwenye maombi, tunaanza maombi na saa 1 na tunafanya kama saa 2, saa 1, saa 1:30, saa zile ambazo tunaona kama zinatosheleza, ndio tunachukua katika maombi ya siku ya 5 jioni. Siku ya Mungu ijayo tutakuwa tena na kanisa kama hivi leo, yaani itakuwa siku kama ya 3 ya mwezi wa 7. Kwa hiyo tutakuwa tena mwezi huu, tutakuwa mwezi wa 7. Tuko tunanunua mainstreamer. Yule ambaye atakuta au atakuwa na hamu ya kuchangia kwa kununua instrument fulani yanaona, sio kwamba tulishanunua ukipata kwa bei nafuu uache. Wewe nunua tu, tuwe na vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwa kutafuta baraka tusitafute kwa nguvu. Ufalme wa Mungu utapatikana kwa wale wenye kutafuta kwa nguvu. Siku ya pili tena tuko hapa na siku ya Jumapili, Dimashi, tutakuwa hapa tena na saa 4:30. Kwa hiyo leo kama tumefanya nguvu kidogo kuchelewa sana. Yaani tumeanza matripu ya kutafuta watu wa kuwaleta watengeneze manani vyombo, tuliwaleta mapema sana na imetufanya tusichelewe sana. Na hata programu yetu ya leo haikuchukua muda mrefu. Naona masaa yetu kama tumeongezea tu mpaka sasa ingali kama dakika 15 tu. Na kwa hiyo tumefanya nguvu pia kwa kufanya tusichukue muda mrefu. Leo ni kama siku tumepiga rekodi nzuri kabisa. Na kwa hiyo tuko kumwisho ya ibada ya leo. Tunaomba kwa kufunga ibada. Bwana Yesu asifiwe sana.